Safari ilikuwa ndefu katika kampeni ya kombe la shirikisho msimu huu. Miamba mingi ilikuwa katika hatua ya awali, ikenda katika hatua ya pili, wakenda katika hatua ya makundi. Baadhi ya miamba ikamaliza mwendo. Ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ndio waliopeperusha bendera ya taifa, ndio waliopeperusha bendera ya Afrika Mashariki na Kati, Sekafa, katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na hatimaye ndiyo timu pekee kutoka Afrika Mashariki na Kati iliyotinga hatua ya nusu fainali katika michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu, kwa maana ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa barani Afrika. Bendera ya Tanzania inapepea, bendera ya Sekafa inapepea. Naam bwana, stori kubwa miongoni mwa kubwa katika taifa la Tanzania katika kandanda ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambao wameheshimisha taifa katika wakati mwingine katika michuano ya msimu huu ya CAF kwa ngazi ya klabu, kwa kufanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kuiondosha Al Masry ya Misri on aggregate mabao 2-2 kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Wamefanikiwa Simba kufuzu kwenye hatua inayofuata wakiwatoa hao Al Masry. Yes, sasa baada ya Simba kuwatoa Al Masry, tunapata nafasi hapa ya kutaka kufahamu mambo kadhaa katika mchezo huu kwa namna ilivyokuwa. Hii ni tathmini ambayo najaribu kuitoa, lakini tunakuja kuangalia Simba baada ya kuingia katika hatua hii ya nusu finali. What next? Sasa basi, kwa sasa tunapozungumza ni Simba ambayo inastahili sifa katika maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni recruitment team, namna ambavyo wamescouti hawa wachezaji. Kumbukwe Simba inaingia hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu yao kwenye kombe hili la shirikisho Afrika. Walijaribu msimu mwaka 2021-22 wakashindwa kumtoa Orlando Pirates katika hatua ya robo finali. Mara hii wamefanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali, na nyota ambao wamewapeleka katika hii hatua ni nyota ambao wageni katika timu, akiwemo Elie Mpanzu ambaye alikuwa na kiwango bora kabisa, nyota ambaye amesajiliwa huyu akiwa huru baada ya kuachana na Vita Club. Ni nyota ambaye alisumbua kwa wakati mrefu mpaka walipompata. Nyota wa pili ni Steven Dese Mukwala, naye alifunga goli la pili siku ya leo. Eneo jingine ni eneo la goalkeeping. Yote hayo mtu ambaye anastahili pongezi za ziada katika mchezo huu na kwa haraka ndiye man of the match, huyu ni Musa Pinpin Kamara, nyota ambaye amekuwa na kiwango bora kabisa kwenye hii mechi, akitoa baadhi ya michomo ya Al Masry, lakini kama haitoshi ameenda kusave penalties katika penalty kicks. Kwa hiyo ni golikipa ambaye ameingia kwenye dirisha dogo, ameingia katika msimu huu wa 2024-25 katika dirisha kubwa la usajili akitokea Horoya Athletic Club ya kule Conakry Guinea, na amefanikiwa kuivusha Simba kuipeleka hatua inayofuata. Leo mapema kuna video nilishare session ambayo ilikuwa tunazungumzia wachezaji waongoza njia, wachezaji wenye uzoefu ambao wamewahi kucheza hii michuano wakafika katika hatua za juu, hizi hatua za robo finali, nusu finali, na wengine wamechukua hadi ubingwa. Miongoni mwa nyota ambao niliwazungumza ni pamoja na Musa Pinpin Kamara, golikipa wa kimataifa wa Guinea. Golikipa kwa sasa hivi ndiye nambari 1 kwenye timu ya taifa ya Guinea, akimtoa Ali Keita. Sasa basi, Musa Kamara Pinpin amekuwa na kiwango bora na amewezesha timu hii kwenda hatua inayofuata. Huyu anastahili credit ya hali ya juu kutokana na performance bora ambayo ameonyesha. Kumbukumbu mbili ambazo binafsi nitazikumbuka sana kwa Musa Kamara, ndiye ambaye kama tutakumbuka, ukiangalia kwa jicho la tatu, alifanya kazi kubwa sana kuondosha Al Ahly Tripoli ambao walikuwa wakipeleka mipira mingi ya hatari, mashambulizi mengi ya hatari katika lango la Simba, lakini Pinpin Kamara aliokoa michomo kwa nguvu kweli. Miongoni mwa michomo ya hatari ambayo alitoa wa Gonçalves Paciencia Mabululu, aliucheza mpira wake. Kwa hiyo Musa Kamara anastahili sifa ya aina yake. Experience yake aliyokuwa nayo ameileta katika kikosi cha Simba na amefanikiwa kuipeleka Simba katika hatua ya nusu finali pasipo na pressure ya aina yoyote. Mwingine ni Fadlu Davids. Fadlu Davids ameanza na kikosi kizuri, lakini
eneo ambalo unaiona experience kwa Fadlu ambaye amewahi kucheza fainali ya hii michuano msimu wa 2021 2022 dhidi ya RS Berkane akiwa kama co-coach kwenye kikosi cha Orlando Pirates. Alifanikiwa kucheza fainali kule Godswill Akpabio Nigeria, na wakapoteza ule mchezo kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini Fadlu Davids akiwa na kikosi cha Simba kwenye dakika za 80 plus, Shomari Kapombe alipata mpira, nafasi nzuri ambayo angeweza kuitumia, mpira almanusura uingia katika wavu ukapita pembeni. Watu wengi katika uwanja wa Mkapa walishika kichwa kwa kile kilichotokea, lakini shot ya Fadlu Davids alikuwa akipiga makofi. Yani katika dakika ile nafasi imekosekanika, wala hakulalamika sana. Alipiga makofi akiamini ni sehemu ya mchezo, akiamini wachezaji wanaweza kuwa na pressure kwenye mchezo wa namna hii ambao wanataka kwenda katika hatua ambayo hawajawahi kufika wengi wao. Kwa hiyo alipiga makofi. Ile ndio inaonesha maturity, inaonesha maana kamili ya uzoefu kwa Fadlu Davids. Uzoefu mwingine tunaopata kwa Fabrice Luamba Ngoma. Huyu ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa kutosha na ndio mchezaji pekee mwenye kombe la michuano hii kwenye kikosi cha Simba. Sasa wakati Mohamed Hussein anakwenda bench, yeye ndo alikuwa captain, alivaa kitambaa cha unahodha. Angalia namna ambavyo alikuwa katika matukio ya wachezaji wa Al Masry kipindi ambapo wanapoteza muda. Yeye utaona amefika kituone kwa haraka kwenda kumshawishi muamuzi juu ya muda unaopotea na kwenda kupush kwa muamuzi sometimes wapate kadi au waonesho kadi wale wachezaji wa Al Masry. Lakini ule uzoefu ambao amekuwa nao umemsaidia, na kama haitoshi, huyu Fabrice Ngoma yeye anawatoa Al Masry kwa mara ya pili. Mwaka 2018 hatua ya nusu finali akiwa na Vita Club aliwatoa Al Masry. Mwaka huu anawatoa Al Masry katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo na yeye ana rekodi yake katika mchezo huu dhidi ya Al Masry. Mashabiki wa Simba Sports walijitokeza kwa namba kubwa uwanjani. Of course wanastahili pongezi mpaka hapa walipofika, licha kwamba uwanja upo katika ukarabati kwenye eneo kubwa, lakini kwa namba ambayo ilijitokeza uwanjani ilitosha kuwafanya waipe nguvu timu yao, wape nguvu wachezaji wao kwa ajili ya kufanya vizuri katika huu mchezo, na ni jambo ambalo limetokea. So na yeye anastahili credit yake. Lakini tukija kuangalia mchezo overall kwa namna ulivyokuwa, ilikuwa mechi nzuri, ingawaje Simba wali dominate ile mechi, na ni jambo ambalo tulitarajia kwa sababu hata kwenye mchezo wa kwanza uliochezwa kule mamlaka ya Suez Canal kule Ismailia Misri ulikuwa katika mazingira yale yale, kwa maana ya Simba wali dominate sana ule mchezo, lakini hawakufanikiwa kufunga. Waliofunga mabao yote mawili walikuwa Al Masry. Katika mchezo huu Simba alikuwa anahitaji mabao matatu kwenda hatua inayofuata. Ikishindikana basi angalau mabao mawili, alafu mechi ikaamuliwa kwenye mikwaju ya penalty. Mechi ilivyoanza, Al Masry walichagua kumaliza mechi kwa matokeo ya mechi ya kwanza, mechi ya nyumbani kwao kule Misri, ambayo walishinda mabao mawili. Maana yake nini? Walikuja hapa kuzuia ushindi wao, kuulinda ushindi wao ambao waliopata katika mchezo wa kwanza, jambo ambalo lilikuwa changamoto kwao kwa sababu Simba kwa kiwango kikubwa walikuwa wakipush kuifungua safu ya ulinzi ya Al Masry. Na namna ya kufungua safu ya ulinzi always kwa asilimia kubwa ni njia mbili. Njia ya kwanza, kupiga electrical pasi katika eneo la katikati mwa uwanja, katika final third, yani eneo lao la mwisho, alafu mnapiga pasi za haraka, ni rahisi kuwapoteza wapinzani ambao wanajihami kwa namba kubwa, au kucheza wide kwa ma fullback wao ambao wanaweza kuoverlap kwenda juu na kwenda kutengeneza namba kubwa ya watu katika kiungo, kwa maana ya mawingback wanavyokuwa pembeni. Maana yake hata wale mawinga wataingia ndani kuongeza namba ya viungo, lakini mawingback wakiwa pembeni maana yake wanainyumbua safu ya ulinzi kwa kuwafanya walinzi watawanyike na kuacha nafasi katikati. Mohamed Hussein alifanya kazi hiyo kwa kiwango kikubwa mpaka baadaye akawa amechoka na akaingizwa Valente Numa kwenda kuongeza nguvu. Mohamed Hussein aliassist bao la Steven Dese Mukwala. Na upande wa Numa alivyoingia pia na mwenyewe alikuwa muda mrefu alikuwa yuko juu akaenda kushambulia. Shomari Kapombe alikadhalika na yeye alikuwa muda mrefu yuko juu wakaenda kushambulia. Kwa hiyo huu mpango wa Fadlu Davids wa kucheza na ma fullback ambao anataka muda mwingi wawe katika robo tatu ya mwisho kushambulia uliwalipa kwa sababu umezaa mabao mawili. Sasa basi, mbali na hapo eneo jingine ambalo binafsi limenifurahisha sana
ni eneo la safu ya kiungo cha Simba Sports, eneo ambalo anacheza Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma alikuwa aonekane sana leo, lakini alikuwa anailinda vizuri safu yake ya ulinzi dhidi ya counter attack, kwa sababu safu ya ulinzi kwenye muda wa counter attack asilimia kubwa haiwi katika shape. Kwa hiyo Yusuf Kagoma alihakikisha counter attack anazizuia kwa asilimia kubwa, hata kuzuia mtego wa counter attack wenyewe usifanyike. Kwa hiyo na yeye ni miongoni mwa nyota ambao alikuwa na kiwango bora. Licha ya ubora wote, eneo ambalo binafsi niliona liko doro lilisizi ni safu ya juu ya kushambulia. Simba kwenye shepu yao ya kushambulia, viungo wao watatu wa ushambuliaji, Kibu Denis Prosper, Jean Charles Ahoua na Elie Mpanzu. Ni Elie Mpanzu ndiye ambaye kwa asilimia kubwa alionekana kuwa active. Jean Charles Ahoua na Kibu Denis ule uactive kama ulipungua hivi. Pengine ni pressure ya mechi, pengine siku tu haikuwa nzuri kwao katika kazi. Walikuja kuamka katika dakika za mwisho, dakika ambazo ilikuwa wanataka goli kwa namna yoyote ile, lakini ndio muda ambao Al Masry walikuwa wakijiangusha sana, kwa maana ya kupoteza muda na kuwafanya Simba washindwe kupata bao katika open play kwa wakati ule. So kwenye michezo inayokuja natamani kuona Fadlu Davids akiongea nao vizuri, Kibu Denis pamoja na Jean Charles Ahoua kupata kuwa active, wawe active zaidi katika michezo, ili mradi waweze kufanya vizuri zaidi kama ambavyo Mpanzu anavyokuwa. Hata katika mchezo wa kwanza Mpanzu alikuwa more active kama ule mchezo wa Al Masry na Simba. Elie Mpanzu kwenye namna alivyokuwa active na Jean Charles Ahoua au hata Kibu Denis, yani Kibu Denis angekuwa active kama ambavyo alivyokuwa Jean Charles Ahoua katika mechi ile, Al Masry walikuwa wanapoteana mapema kwenye bao nyingi, pengine tungeshuhudia bao 4 au bao 5 kama hawa wangekuwa active kwa kiwango ambacho alikuwa nacho Elie Mpanzu. Lakini hata mshambuliaji wa mwisho kwa maana ya Steven Mukwala Dese, na yeye hakuwa active kwenye kiwango ambacho Elie Mpanzu alikuwa nacho. So ni eneo la coach, yeye anaweza kwenda kukaa nao na kutaka ile activeness waendelee kuionyesha katika michezo inayofuata.